Maisha yana mengi. Mara nyingine maisha huwachagulia watu hatima zao. Kutana na Omari Mohamed Ali, mkazi wa Kawe Udoeni, aliyekuwa mraibu wa dawa za kulevya zilizomsababishia visa vingi vya kusikitisha na kuogofya katika maisha yake. Omari kwa sasa anapata matibabu ya uraibu wa dawa hizo za kulevya katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Kutoka kuwa wakala wa mabasi ya mikoani, kuingia katika wizi, mpaka kukosa kazi maalum na kurandaranda mitaani, Omari ameshiriki historia yake ya kusisimua. Mimi nyumbani nilikozaliwa nimezaliwa Tanga mjini, sehemu moja inaitwa Mwanzange. Mimi ni mkazi wa Tanga mjini, nimezaliwa Mwanzange. Baba yangu mpaka hivi leo yuko hai, na wazazi wangu, familia yangu ipo, ila mamangu tu ndo amefariki. Ila kwa sasa niko zangu hapa Dar es Salaam, naishi hapa. Zamani shughuli zangu alikuwa zinazonipatia kipato ni napiga debe stendi ya mkoa. Ilikuwa nimeanza kufanya kupiga debe stendi ya mkoa Ubungo, ila kwa sasa stendi imehamia Mbezi. Kwa hiyo nipo Mbezi napiga kazi, ila kazi ninayofanya Mbezi sasa hivi sio kama zamani, kwa sababu kampuni alikuwa anafanyia kazi Simba Mtoto sasa hivi mabasi yamekufa. Kwa hiyo kampuni imeagiza basi 6, kwa hizo basi hazijafika mpaka dakika hii. Kwa hiyo nimeachana kidogo na stendi ya mkoa Mbezi. Sasa hivi niko mitaa Faya pale na unga kimjini ninavyojua mimi. Kwanza mimi nakupa hongera sana kwa hatua uliyofikia kuweza kuacha masuala mazima ya uraibu wa madawa ya kulevya. Lakini natamani kufahamu pengine ilikuwaje? Yaani ilikuwaje mpaka nini haswa kilichokusababisha ukaingia katika uraibu ama matumizi haya ya madawa ya kulevya? Tupate hiyo angalau hiyo hadithi, ilikuwaje haswa? Yaani mwanzo kilitokea nini mpaka ikakupelekea kuanza kutumia madawa ya kulevya? Bwana, kipindi mimi nakuja hapa Dar es Salaam. Ndio nimeingia Dar es Salaam hapa. Mimi tulikuwa na brother zetu mmoja anaitwa Juma. Sasa hivi brother ni marehemu, yeye ndo alinipokea hapa Dar es Salaam. Kwa yule brother nilipoingia katika ile jiji la Dar es Salaam, kauli yake ya kwanza aliniambia, ndugu yangu, hili ni jiji, na kama hili ni jiji basi mimi kakaako na najua mengi sana katika hili jiji. Kwa hiyo natamani ndugu yangu unisikilize mimi ninachokihitaji. Nikikwambia twende hivi, tunakwenda hivi. Turudi huku, tunarudi huku. Bandika unabandika, bandua unabandua. Kwa hiyo mimi hapa ndo nitakuwa rafiki yako, na mimi hapa ndo wewe ndo utakuwa rafiki yangu. Yaani mimi naitwa Juma Meniamu, yeye ndo alikuwa AKA yake. Hata pale stand ilipofika, kipindi wanaonyesha maisha ya mjini, jinsi gani ya kuishi, nimemkuta kwa jina hilo AKA Meniamu. Yaani yuko peke yake, hana rafiki. Umeona? Na alikuja kunipigia historia baadaye, baada ya kuwa kumuuliza, kwa nini brother wewe una huko Meniamu, unapenda kukaa peke yako? Pia alinihadisia ni kitu gani kimemfanya mpaka ikawa apendi kuwa na rafiki. Yaani yeye maisha yake ndio yeye Meniamu, yani Meniamu ndio jina lake, na ndio alikuwa nimemkuta mazingira yale anaoishi. Umeona? Mimi kipindi niko Tanga mjini, kabla sijakuja huku Dar es Salaam, mimi kipindi niko Tanga alikuwa sivuti unga. Kipindi niko Tanga nilikuwa navuta bange. Umeona, ndio ulikuwa ulevi wangu. Nakula bange, lakini bange ilikuwa ni hainipeleki vibaya wale nipotezi. Ikaenda nikaja nikakutana na mshikaji wangu mmoja anaitwa Hamadi Mlamba, kwa AKA anaitwa Mlamba Cheche. Yule Mlamba mtoto wa kabila yule ni Mpemba. Mlamba nilimkuta yeye ulevi wake alikuwa anapenda kutumia Valium Njunja, hivi vidonge vya usingizi, ambao ukienda dukani kama labda upate usingizi unanunua kwa ajili ya kukupa usingizi. Kwa hiyo ni hivyo vinatibu, tiba yake ni kukupa usingizi kama upate usingizi. Ila vile vidonge vya Valium unapotumia, ukipitiliza dozi ambayo umepangiwa na dokta, vinakuletea affected katika ubongo wako, lakini wewe inakuwa ufahamu. Utakuja kufahamu baadaye kipindi vimesha kuingia ni kwenye damu. Umeona? Kwa baada ya kukutana na Mlamba yule, ikawa ndo rafiki yangu. Na kipindi kile mimi nilikuwa niko garage.
shule Mungu hiyo shule mimi nimeisha darasa la 5 kwenda la 6. Sijamaliza mimi shule. Umeona, kwa kipindi hicho nikaa shule nimeshaacha. Kwa ule mshikaji wangu mimi alikuwa anapenda tu lifestyle yake anaoishi, kwa sababu alikuwa anaenda Zenji, akirudi huku anakuja na mazingira mazuri, unamkuta labda na kipindi hicho alikuwa kuna zile Okomani za CD zile. Unamkuta na Okomani, freshi, raba kubwa, bamba kubwa hivi nini, yani maisha yake yako fresh. Na yeye mwenyewe alikuja yule mlamba katika choice yake mtaani, akagundua kama mimi ndo naweza kuendana na yeye. Kwa ikawa ndio rafiki yangu Mwaswa. Katika kiundani yule mlamba alikuwa ni mwizi. Umeona? Ila kipindi nyuma ya pazia alikuwa ni mwizi yule mlamba. Ila katika undani kipindi nakutana naye mimi alikuwa sijafahamu kama yule mlamba mwizi. Kwa hiyo imeenda. Na yule mshikaji kweli kipindi hicho alikuwa avuti bangi. Yeye ulevi wake alikuwa ni njunja, Valium, anavuta na sigara ndo anapandishia. Mimi kipindi hicho nisikufiche, kipindi hicho mimi alikuwa nakula njunja. Umeona? Mlamba kipindi hicho yeye ndo alinifundisha mimi njunja. Mimi nimemfundisha bange. Umeelewa? Mimi sikanikuta navuta bange. Yeye anakula njunja. Ambayo njunja ni njunja ndo Valium. Inaitwa njunja, tunaita kwa jina la kiuni. Zinaitwa njunja. Kwa urafiki wetu tulivyoshibana, basi nikamuuliza, bwana mwenzangu, hivi vidonge mbona naona unakula hivi, inakuaje? Akana hivi vidonge vinaitwa Valium. Lakini Valium mimi nakula napoenda kufanya shughuli zangu. Nikamuuliza unaenda kufanya shughuli gani? Umeona? Lakini kwa sababu nilikuwa ni rafiki yangu, tushashibana kiurafiki. Umeona, ikabidi anichane. Bwana mimi mwanao upande wa pili nabinjuka, unabinjuka vipi bwana? Mimi mwizi. Mwizi ndio maana kumbe maisha yanakwenda hivi nini hivi, au sio uko vizuri hivi. Inakuaje? Anambia ndio hivi. Je, unaibaiba vipi? Hapo sasa bado blaza, bado mdogo. Yaani bado sina mambo yoyote yani. Hapo umri wangu kama kwenye miaka 22 hivi au 23 mpaka kwenye 25 fulani. Basi yule mshikaji huku na huku akaniambia ukitaka kujua utamu wa ngoma ingia ucheze. Umeona, siku hiyo nilimkuta na zile design zinaitwa blue jeans, maana Valium ziko design mbili. Kuna Valium za Kenya, ziko design 3. Kuna za Kenya, kuna za Tanzania, alafu kuna hizi ambazo zinaitwa blue jeans, ambazo hizo ni tamu, sio chungu kama zile nyingine. Kwa hiyo hizo blue jeans ila ulevi wake ni kama ule. Kwa hiyo Valium unatakiwa umeze kimoja kwa siku. Umeelewa? Kwa hiyo ukimeza vitatu kwa siku, kama umekunywa dozi ya siku 3 kwa siku hii moja. Umeelewa? Kwa unapokunywa dozi ya siku 3 kwa siku moja, ule ulevi unakupeleka mpaka unakuwa sasa unasinzia hivi. Unapokuwa unasinzia inakupeleka mpaka inakuwa usinzii sasa. Yaani inakuwa affected katika ubongo. Yaani unakuwa design kama mtu ambaye hauna akili timamu, kama umechanganyikiwa fulani. Kwa hiyo unapofikia katika hali kama ile sasa, pale sisi ndio tunakwenda kazi. Yaani tunakwenda kufanya mambo yetu ya wizi. Umeelewa? Kumbe Valium sasa kuna wakati ikawa inawapelekea nyinyi sasa tunakuwa na ujasiri ya kufanya chochote. Umeelewa? Kwa hiyo sasa mimi nikamwambiaje mwenzangu, wewe mlamba uvuti bangi, ila mimi mwenzio nikila hizo Valium, nikivuta na bangi najisikia vibe, yani inapitiliza mpaka basi. Umeelewa? Hiyo vibe ambayo unaisikia mimi, yani inanipitiliza kiasi ambacho mpaka napagani na wani mpata nikienda uwizini kwamba najikuta mimi yani sio nikwambiaje. Kwa hiyo ukitaka kusikia uraha zaidi, kula Valium afu stua na hii bange. Kwa hiyo ikawa kanitia kwenye Valium na mimi nikamtia kwenye bange. Kwa hiyo ikawa sasa sisi style yetu tunakula Valium afu tunakula na bange. Tukishakula na bange ndio tunapata zile vibe ambazo zinaeleweka. Sasa ikaenda yule mshikaji akaja akapata tena elimu nyingine. Hizo ni elimu za kudanganyana. Kama ukishakula Valium unakunywa kahawa. Ukishakunywa kahawa zile Valium kama alikuwa zimelala unaziamsha. Ukishaziamsha ukila na ile bange, blaza unaweza ukaja hapo blaza ukamchinja hata mamako mzazi. Yaani inakuwa tena wewe huuelewi. Umeona ule uelewa kuelewa kama hapa ni hivi na kwa huna uelewa ule. Umeona? Kweli kasi ndo tunafanya vile. Blaza nakumbuka siku moja nilikula zile Valium, siku nilikula Valium 5. Afu sijazisikia. Hapo nishaanza kuwa konki, hamna kitu. Umeelewa? Hapo nishaanza kuwa nini? Konki. Umeelewa? Nikala Valium 10. Nikaongeza tena 5, ikawa 10.
Siku hiyo nakumbuka. Umeona? Nikaona hapa kidogo afadhali. Nikala bangi zangu, nikamfuata mshikaji wangu kweli Mlamba. Mlamba yeye alikuwa izi wake anaiba mchana. Umeona yeye ndio izi wake. Yaani kuanzia mida saa 4, saa 5 ya Mlamba ndo anapiga mishindo muda ule. Hapa anakuwa anaenda kuiba maeneo gani? Anaenda kuiba kama kipindi kile tuko Tanga, maana hiyo nakupigia story nyuma. Hapo ni Tanga. Bado sijafika huko. Na sijaanza kula madawa. Hapo nakula bange na starehe hiyo nilokuambia. Mvali ya Mjunja tunakula kwa ajili ya kufanya mambo yetu. Sasa siku hiyo tukishafanya mambo kama hayo, nilifanya mambo hayo nikamfuata Mlamba. Mlamba vipi? Mida hii hapa fresh. Tunaenda wapi? Twenzetu Majani Mapana. Tunalenga sehemu zile za watu ambao wanafanya kazi, watu wa serikalini. Kama Majani Mapana wanakaa sana watu wa serikalini. Nguvu Mali wanakaa sana watu wa serikalini. Huku kuna sehemu moja wanaita wapi? Raskazoni. Umeona bichi wanakaa watu sana wa serikalini. Donge wanakaa sana watu wa serikalini. Kwa hiyo nakumbuka tukio langu la kwanza nilikwenda kulifanya Majani Mapana. Yule mshikaji wangu kumbe alikuwa kashajikamilisha, yeye uko vizuri. Alikuwa na begi yake safi. Kumbe alikuwa ni mwamba, yani yeye ni mwamba na mpaka vifaa. Yani kama ana mafunzo. Yani kila kitu mpaka funguo zile malaya alikuwa nazo, sema alikuwa sifahamu. Umeona? Kweli siku tulivyokwenda akatoa kuna kitu kinaitwa ngunju. Ngunju ni kitu ambacho unaweza ukaenda kwenye mlango hata kama mgumu, ukauweka tu ile ngunju, ukiegemea tu ile ngunju mlango unafunguka wenyewe. Hata kama kuna kufuli ni gumu kiasi gani. Ukienda ukiweka ule kuna kitu kingine kinaitwa mchomoko. Ukiweka mchomoko kining'inia ile kufuli inaachia hata kama ni ngumu kiasi gani. Kwa hiyo ndio siku yangu ya kwanza kuona uraha katika hela ya wizi. Siku hiyo tunaenda kumpiga mwanajeshi nakumbuka. Tulivyoenda kweli tukabanjua vizuri, tukaingia ndani. Kuingia ndani kwa sababu alikuwa akili zetu ni za kitoto. Umeona? Alafu hiyo sehemu yenyewe ilikuwa ni karibu na shule ya msingi. Umeona? Yaani kuna kama kumepandwa miogo kama hivi. Huko shule ya msingi huko ndo tunafanya tukio. Kwa hiyo miogo ndio imetuzuia. Hiyo mida saa 4 wanafunzi wametoka kunini kwenda kwa mapumziko. Sasa kipindi tumeshaingia ndani, tukakuta ndani, si unajua si watu kipindi hicho wadogo lakini tuna watu wa starehe. Kwa sababu tukishafanya mambo kama tunaenda bichi, tunaenda madisco, na kamata mademu hivi. Si unajua ujana maji ya moto. Basi kweli siku ile tulipiga mshindo wa kibabe. Kumbuka siku ile tulikuta ndani kama na maana kipindi kile watu wanaweka sana hela ndani. Tulikuta kama na 500 kama na 80 sikosei. Hiyo miaka ya hiyo ilikuwa kama maka kama sikosei kama 2000 kama na 6 fulani. 2006 una 5. Umeona? Basi kweli tukashindua ile 500 na kama na 80 ile. Umeona? Tukakuta kipindi hicho kuna maredio yale mahitachi, kipindi hicho Hitachi redio ya maana, tukapiga redio. Kipindi hicho hizi TV hizi chogo hizi tukapiga TV chogo kama 2. Tuna safleti blaza wewe unaingia, yani usafleti. Umeona madudu alofungiwa nini? Ndio safleti hiyo ambao tunao sisi. Tunaweza ikaingia hata flat na tukambeba mpaka hata yeye mwenyewe mwenye nyumba tukamuiba vile vile na asionekane. Kwa hiyo mzigo ule wa kibabe. Tukashindilia midude mle. Nakumbuka siku hiyo kuna TV fulani kubwa nchi 20 ngapi sijui ile. Umeona? Ile jamaa yangu aliivunja kutoka kioo alikuwa akiingia. Kwa alivyoivunja nikamwambia sio jaribu, achana nao sasa hiyo. Akaiacha ile. Umeona? Nikamwambia tuondoke, akaniambia tulia, akafungua friji, akakuta juice. Ndio akasema siku hiyo kilichosaidia ni Mungu mwenyewe. Akakuta juice. Juice kukuta akachukua na glasi akamimina ndani. Tukakaa kwenye sofa chumbani kwa mtu, nyumbani kwa mtu hapo. Tukanywa juice tukamaliza. Mimi ndo nikashikwa na akili niingie ndani kuangalia kuna nini. Nikaingia sasa chumba cha mwenye nyumba. Nikaingia kwenye kabati kwa sababu alikuwa anajua mimi jinsi ya kupindisha kubisi ya kusachi. Nikasachi kweli nikaja nikakutana na bahasha. Ile bahasha kufanya hivi nikasikia kacha. Kuchungulia nikakuta kuna dhahabu. Alafu kuna barua, kuna na kadi ya mwaliko. Umeona? Nikachukua ile dhahabu nini kila kitu. Lakini vile vitu mwenzangu hajaona. Mimi nikajipigilia. Tukachukua radio call na ile sehemu yake ya chaji. Nikapiga mpaka radio call. Yaani unajua mtoto kipindi mdogo akili zetu bado hazijakomaa. Kwa hiyo tukafanya uharibifu mle ndani kumaliza, afu tukaja tukabinua ile kabati, tukaliangusha, tukageuza sofa kichwa chini miguu juu. Yaani tukafuruga mle ndani kiasi ambacho unajua utoto ulivyotutuma. Tunatoka. Lakini tunatoka tukakutana na mwanafunzi. Tukakutana na mwanafunzi ndo tunatoka na ule mzigo. Umeona? Yule mwanafunzi akatuliza, "Nyie wakina nani?" Kwa sababu unaonekana anapafahamu pale sehemu. Inaonekana labda kuna mwanafunzi mwenzie akauliza, "Nyie wakina nani?" Mimi alikuwa sababu tunajua Njunja kama ninavyokuambia zinatupa ujasiri. Basi niliweka ule mfuko chini sijamjibu. Nikachukua jiwe.
Nilipochukua ile jiwe, yule mwanafunzi akakimbia. Alivyokimbia nikamwambia mwanangu, tutoke fast hapa, kimeshanuka. Kweli Mungu atusaidia tukatoka pale majani mapana na Nguvu Mali sio mbali. Nguvu Mali ndio kuna taxi kama zile mnapanda nini. Kufika pale tukapanda taxi na mizigo yetu. Kweli Mungu akatusaidia tukaondoka. Kuondoka tukaja tukashuka sehemu moja inaitwa barabara 21. Hiyo sasa 21 ni hiyo karibu na Mwanzange ndio nyumbani sasa. Tulifika 21 mlamba kanambia tunashuka hapa, nikamwambia tukumfikisha yule dereva taxi mpaka kule nyumbani. Inaweza kikawaka kule, dereva taxi akafuatiliwa akapatikana akawaleta mpaka nyumbani kikawaka. Sasa mwenzangu alikuwa kashazoea ile hali, kwa haweki ule umakini. Umeona? Basi siku ya kwanza tulivyogawana zile hela, utamu uliouona, basi nikanogewa. Ikawa sasa ndio shughuli zetu. Umeelewa? Ikawa sasa kabla mlamba hajanunua njunja, mimi ndo namuulizia mlamba vipi? Tuenzetu tunaenda duka la madawa. Yeye anachukua pako nzima sasa, kile pakiti kizima sasa cha 500 na mimi kizima. Ikawa dozi ishapanda. Ikawa sasa tunapiga mpaka Valium 30. Tunakula, tunakunywa na ile chikahawa, tunavuta mabangi yetu nini, tukiingiza tu kazi, tunapiga kweli mchongo wa kibabe. Kwa hiyo imeenda. Kuna kipindi blaza zangu akapata kesi ya mada. Akaua, lakini alisingiziwa. Alivoa blaza yetu ambaye sasa hivi yuko Tanga. Alivoa yule blaza akaenda jela. Alipoenda jela, huyu blaza wangu ambaye alinipokea kwa Dar es Salaam akaja Tanga sasa. Kuja kumtembelea ndugu yake kwa sababu baada ya kusikia kama kaua au sio, afu yuko jela, akaja kumtembelea ndugu yake jela. Kwa baada ya kuja kumtembelea ndugu yake jela, au sio, ndo akanikuta mimi ndugu yake. Ile hali alionikuta nao mimi, akajua ndugu yangu sasa hivi kashapagawa. Umeelewa? Huyu inakuaje, inabidi huyu hapa aondoke mazingira haya. Aje zake wapi? Dar es Salaam. Umeelewa? Hiyo tulikaa tuliongea. Umeona, kwa sababu alivyokuja ni mgeni, alienda kumwangalia ndugu yake. Ila usiku alivyokuja sasa magetoni. Maana sisi tunaiba mchana, usiku nakuwa nimetulia, yani sendi road wala nini. Umeona, kwa nishafanya kazi zangu mchana. Kwa hiyo sasa blaza kipindi niko naye mchana, usiku sasa tumelala, akashangaa ghetto kila baada ya dakika 5 dakika 10 anakuja mtu anagonga. Alafu mtu akija akigonga kauli yake ni moja. Leo vipi? Hatutoki, yani ndio kauli yake. Umeona? Ile blaza mwenyewe sikashapitia mambo yale anajua. Umeona? Anajua sababu ni mtoto wa mjini. Kwa hiyo ile hatutoki, blaza anaisikia. Oya vipi bwana kupapali? Hatutoki. Mimi bwana leo sitoki bwana. Kwa sababu alikuwa anapiga sometime mchongo wa mchana, lakini usiku pia vile vile alikuwa nyanyata naenda napiga mshindo kiaina. Umeona bwana? Sasa blaza kaulila akawa kashaelewa. Asubuhi tulivyoamka akaniambia ndugu yangu, wewe jinsi ulivyo mwanangu sasa hivi umeshapagawa. Mimi najua ndugu yangu wewe sasa hivi ni mwizi kishenzi. Kwa sababu jana wamekuja watu karibuni 4 5 wanakuuliza hatutoki. Kwa ndugu yangu sasa hivi wewe mbona sasa hivi umekuwa mwizi? Kwa blaza akanikanya akaongea sana, mimi nikambishia, lakini kibinadamu mtu huwezi kukubali. Umeona Kweli blaza akaniambiaje, mimi nikiondoka hapa naomba ufanye mpango uje Dar es Salaam. Kwa sababu background yako mimi nimesikia tangia ulivyoacha kwanza shule, ulienda garage na umejifunza garage, wewe ni fundi mzuri tu. Nimeambiwa garage ushaanza kufanya mpaka kazi, afu kaja garage pia ukaachana nao kwa sababu ya wizi. Na kweli garage mimi niliachana nayo baada ya kukutana na Mlamba kuniingiza kwenye mifumo ya utafutaji wa hela wa kimiausho. Nikaacha garage. Kwa kweli nikakaa nilivyoona kiaina hapa nishakaa sana. Nikaona ngoja nije zangu Dar es Salaam kwa blaza. Kipindi hicho yule blaza wangu ambaye uko jela naye kashatoka. Umeona bwana? Kwa sababu kipindi hicho blaza uko jela mimi ndo alikuwa anapiga michongo. Nashindua nikija mimi shemeji yangu ndo namuelewa, maana blaza kaenda jela kamwacha mke wake ana mimba. Kwa hiyo yule mke wake nikaa mimi ndo namuelewa. Umeona? Kwa hiyo kaza sasa ile kunikanya sasa hata mke wake alikuwa nikanyi kwa sababu mimi ndo mpango mzima. Kwa hiyo imeenda mpaka sasa nikaa nimekomaa. Kwa hiyo hali ile blaza alivyoniona, basi blaza roho ikamuuma, akabidi bwana ndugu yangu inabidi uje tuje tupambane kwa sababu huko atakuua. Sio mazingira mazuri. Basi nilipokaa nikaja nikapata kesi moja. Huo msala nilikuwa na demu wangu anaitwa Tekra. Basi naruhusiwa kuongea vitu vya undani. Au sio? Sasa yule demu wangu anaitwa Tekra. Yule demu mimi nilikuwa nampenda sana. Umeona? Sasa kuna mshikaji mmoja anaitwa Mwinjagi. Yule Mwinjagi ni askari mgambo. Sio askari kamili. Huku tunaita nini wale? Shushushu wale. Masnitch yani kama nyungu wale nyungu yani sio unajua mtu mwingine nyungu unakuwa nuksi. Kachero mbaya yani akikuona tu mchongo kidogo kaja akakumaliza. Umefanya kidogo kasikia fulani kapiga mshindo kaja akakumaliza huyo sasa.
Sasa yule mshikaji Mwinjagi alikuwa mtu wa kukatakata, anakunywa gongo, anakunywa hizi mnazi hizi, akiwa mtamu anakunywa bia. Lakini ni mgambo, yani ni nyungu ambaye anatishia, watu wanamuogopa na ni nuksi kinoma huyo Mwinjagi. Sasa kwenye matembezi yangu kipindi hicho bado niko Tanga. Sasa ode mwangu alikuwa anauza pombe sehemu moja inaitwa Vira, alikuwa anauza gongo. Kwa yule Mwinjagi kumbe akiwa hajakunywa gongo na ana njia zake, huaga anaenda kwa yule demu wangu pale. Akifika anamtingisha yule demu, anampa hela au sio, anafanya kila kitu. Umeona bwana? Anapita zake hivi. Sasa imeenda kasa yule Mwinjagi kashazoea. Siku hiyo akaenda pale kwa yule demu wangu kweli, kufika akapewa gongo, kupewa gongo, fresh kataka hela akapewa. Na alichoamua akaamua kumkamata na yule mwanamke sasa. Akamkamata. Au sio, akachukua na gongo yake yote. Akaondoka nayo. Sasa yule mtu wa kike kipindi mimi nakuja kumtembelea pale Vila, nakuta mtu wa kike analia. Bwana vipi Tekra, unalia nini? Mwinjagi kapita hapa na wenzio, wamekuja wamepola gongo yangu, wamepola kila kitu, wamechukua, wameondoka nayo na hela zote wamechukua. Roho ikaniuma sana. Kaelekea wapi? Kaenda hivi. Hiyo ilikuwa mida kama saa 5:30 usiku. Kweli pindi natoka pale Vila nikakutana na mshikaji wangu mmoja anaitwa Murugwe. Umeona? Alikuwa yuko Murugwe na kuna mshikaji mmoja anaitwa Ferunzi. Tulikopo tuko watatu sasa. Bwana Ferunzi, shemeji yenu kaletewa dharau na nani na Mwinjagi. Yule Mwinjagi nuksi kishenzi. Kaelekea wapi? Bwana kaenda hivi, kachukua mzigo wote wa shemeji yenu. Twendeni. Tukamtokea. Kumtokea kule, si unajua mimi ndo mwenye mali na mimi ndo mlengwa. Basi kufika pale na kipindi hicho blaza, mimi kipindi hicho alikuwa sitembei bila panga. Ningetembea uje na panga kiunoni. Yani zuna alikuwa sikosi. Kipindi hicho alikuwa nimepinda kweli. Basi kufika kule nikamkuta Mwinjagi yuko sehemu moja, kuna baa kijibaa fulani kinaitwa kwa Pepsi. Huyo Pepsi ndo anauza pombe hapo mnazi. Basi kufika pale Mwinjagi, wewe Mwinjagi vipi? Poa, shwari. Kaka Mwinjagi hapa kuna mshikaji mmoja anaitwa Tiger, wamekaa wawili. Kufika nikamwambia Mwinjagi, alikuwa kavaa kapero. Nikapiga ile kapero, wewe kape Mwinjagi, umemfanyaje mke wangu? Mbona akishakupa hela afu umechukua pombe yake yote unamrostisha na kuaje Mwinjagi? Mwinjagi kabla hajajibu Mwinjagi akaamka Tiger. Tiger akajibu, wewe nini? Tushachukua kila kitu. Wewe unasemaje? Basi yule Tiger alikuwa kakaa kwenye kigoda. Mimi kipindi hicho alikuwa na hasira za karibu sana. Kwa hiyo Tiger alipoamka kwenye kigoda, nikachukua kile kigoda, nilimpiga cha kichwa Tiger akazima. Alivuzima yule Tiger, nikamfinya sasa yule Mwinjagi. Kumfinya kumbe na wanangu, kuna wanangu watatu, kuna mmoja aitwa Roapaka. Huyo Roapaka sasa hivi marehemu. Kakaa sana jela. Kuna mwamba naye mmoja anaitwa Alisina kitu na kuna mmoja naye anaitwa nani? Anaitwa Mburunga. Kwa hiyo ikaa tuko 6. Mara wametokea wale watatu na sisi watatu ikaa tuko 6. Huku na huko kumbe naona gazabu na yule Mwinjagi. Ikabidi pale baa tukaleta bonge la noma, watu wote wakakimbia. Baada ya kukimbia wale watu, basi tukamfinya yule Mwinjagi. Tukamkamata Mwinjagi. Kumkamata tukamfokoa, tukasachi, tukachukua kila kitu. Tukamburuza sasa pale baa. Ushafika sasa hiyo, ushafika usiku saa 6 hiyo. 6 night. Buruza mpaka kwenye huku kwa haya au wauza wanauza mili. Wanajiuza. Kufika tukamuingiza chochoro moja. Basi bwana, tumpe advertise gani bwana huyu? Watu wamfanyeje? Wamlawiti. Umeona? Ambao ndo sasa ilitakiwa Mwinjagi sasa ndo afanywe hivyo, advertise hiyo. Basi ikabidi pale mimi sasa ndo nikawa mimi nimesimamia show. Nikatoa zuna, nikaa nimemshikia, nikamwambia Mwinjagi usharusisha watu wengi na wengine wote, watu wengi ushapeleka jela. Sasa leo si hatukuui, hatukufanya chochote. Sisi tunakufanyia kitu hichi. Umeelewa? Kweli akaanza mwanangu wa kwanza. Kweli akapiga mishindo, akaja mwingine. Kweli wakafyatua. Kweli Mwinjagi tulimfanyia vibaya siku hiyo. Mara mwisho mimi hapa kwa sababu gaza hapo unajua hasira. Ndio nikamkamata sasa Mwinjagi nikampeleka mpaka kwa mke wake. Akiwa yani uchi wa nyama, alafu yani kachafuka. Yani noma tupu. Alafu yule wa mwisho Roapaka alikuwa kaasirika. Kwa tuliamua tumfanyie vile ili mradi tu yani kama nitakuwa na sisi tumemlipizia. Unajua akili za ujana. Basi Mwinjagi kufika nikamgonga mlango kwa mke wake, nikapiga gija mke wake kufungua. Anamkuta mume wake uchi wa nyama, nikamsukumiza huko akaingia ndani. Tukatoka zetu pale. Nikarudi zangu mtaani. Sasa ikawa miayusho. Huku na huku Mwinjagi kweli hospitali, huku na huku akapona. Kupona akafungua kesi. Ile kesi sasa mimi ndio ikabidi nikimbie Tanga. Nikakimbilia Tanga sasa, nikaja zangu Dar es Salaam. Umeelewa? Nilipokuja Dar es Salaam sasa,
Msala huo nimeukimbia TA. Wale wanangu wengine wakang'oka kama wengine hivi au si wengine ndio wamekimbia nao kama nilivyokimbia mimi. Basi kwa nilipofika Dar huko ndugu yangu alionipokea ndio huyo ambaye ni Beniamu Juma sasa. Huyo ndo alinipokea, nimemkuta huko alikuwa ni agent. Kwa hiyo ukuja tena kwa kaka yako ambaye ndo alikuja kule Tanga. Nimekuja sasa kwa kakaangu ambaye ndo alikuja Tanga kipindi kile. Ndio huyo Beniamu sasa. Alikuja kumwangalia mdogo wake kipindi alivyokopo yuko jela. Okay. Kwa ndo nikaja sasa kwake kwa Beniamu. Beniamu alikuja kumwangalia mdogo wake, afu ndo akarudi tena Dar. Akanambia fanya mpango uje wapi? Uje Dar. Ndo nikaja sasa Dar, akanipokea blaza. Nilipokuja blaza akanambia vipi ndugu yangu? Umekuja vipi? Umekuja kimchongo gani? Nikamwambia blaza mimi nimekuja huku lakini nimekuja mimi blaza mimi fundi. Umeona? Mimi na ujuzi wangu kila kitu. Mimi garage nimekaa miaka mingi. Yaani uniambie kitu, yaani gari yoyote uniambie kitu ambayo inatumia diesel. Na kweli blaza mpaka sasa hivi mimi na ujuzi wangu. Garage nimekaa karibuni miaka 4 na nusu au 5. Garage ndo nikaja nikakutana na huyo mlamba ndo nikaharibikiwa. Lakini hapa nina ujuzi wangu full yani. Kwa nilipokuja huku blaza akanambia sasa kwa nini umekuja kutafuta riziki? Nikamwambia basi kama umekuja kutafuta riziki, ngoja tupige kazi. Ujuzi uzeeki, kama na ujuzi wako, ngoja tufanye kazi. Basi. Pindi hicho stand ilikuwa iko Ubungo pale. Basi kufika Ubungo ikawa wakanitambulisha pale, lakini katika kunitambulisha kamtambulisha wenzake kama mimi rafiki yake. Umeelewa, sio ndugu yake. Na akanambia sitaki mtoto ajue kama wewe ndugu yangu. Na kipindi hicho blaza zangu, Mungu mimi katika maisha yangu Mwenyezi Mungu kanijalia michezo yangu mimi miwili, mpira, ngumi. Yaani ndo michezo yangu miwili. Yaani mimi michezo blaza ni kipaji kwa Mwenyezi Mungu kanipa. Sema madawa mimi ndo ameniumbisha mpaka nimepotea kwenye yani, lakini mimi katika yani sometimes nikiongea bro natamani hata nilie bro. Mimi blaza nafanya kipindi hicho nacheza ngumi. Huyu Mwakinyo hajulikani. Umeona? Mwakinyo hajulikani. Mimi nacheza ngumi. Mwanangu ambaye anaitwa Chibi wa Chibi ndo rafiki yake alikuwa ni Selemani Kidunda. Ndo alikuwa mshikaji wake. Akatuchanganisha pamoja na Selemani Kidunda. Ikawa tunapiga wote jimkana, tunaenda jimkana tunafanya mazoezi. Mpaka akataka ule mwamba mimi nikafanya mazoezi jeshini. Kipindi hiyo blaza napiga mawe yamelala vizuri, niko vizuri. Na hata nilivyoingia stand blaza alivyosema sitaki mimi watu wajue kama wewe ndugu yangu. Baada ya kujua blaza mimi niko vipi. Sababu siku ya kwanza tulivyoenda nakumbuka stand tukapiga kazi, akanionyesha mazingira tunafanya kazi hivi, wanafanya kazi hivi. Tukarudi nyumbani, kesho yake tukaenda kweli tena hivyo, akanionyesha mazingira, akaniambia mdogo wangu mimi siku 3 mwisho. Siku 3 na kukataa na mimi kimpango wangu na kimpango wako. Ndio alivyoniambia blaza. Kwa siku ile ya 3 kipindi tunakula chakula, umeelewa? Nikachungulia chini ya ufungu wa sofa, nikakuta kuna vifaa vyote vya mazoezi blaza unavyojua wewe. Bravo, supadi, kamba speed meter, dumbbell, ile spring zile, hizi au sio bwana? Spring hand zile za mikono, yani vitu vyote vya mazoezi vipo. Nikamuuliza blaza, kumbe blaza ni mtu wa mazoezi? Blaza akaniambia mdogo wangu mimi ndo nakusanya vifaa na vifaa vinshakamilika, nataka niende kwa George Sabuni. Kama unamsikia George Sabuni ni master sasa hivi, kashazeeka, kapigwa sana ngumi za kichwa, akitembea kama ana degedege. Kama unamjua George Sabuni. Basi yule George Sabuni au sio bwana? Ikawa ndo blaza kamlenga amfuate yeye. Nikamwambia sasa blaza, mbona George Sabuni uko mbali? Mimi mdogo wako, hapa mawe yamelala na vifaa yani vifaa unavyo kama hivyo. Mbona utakubali blaza wangu, wala usiwe na wasiwasi. Wewe panga tu, tuanze lini mazoezi. Kweli blaza kabisa kama ni hivyo tuanze Jumatatu hii. Umeelewa? Kweli ndio ikaanza sasa. Tukitoka zetu kazini, maana kazini tunatoka saa 10. Saa 10 saa 4 na kwa tushodi nyumbani. Kurudi nyumbani tunapumzika kidogo, tushakula chakula cha mchana ile saa 7 tunapumzika, tunatoka tunatroti mpaka Jimkana. Na blaza tukishafika Jimkana ndo naanza kumpa techniques sasa zile training za mazoezi hivi. Toka hapo nampigisha padi nini. Kweli mpaka blaza akakubali. Sema kweli ndugu yangu uko vizuri. Na kweli mpaka ule blaza alikuwa anamuomba sparring. Tunacheza spar mpaka mwenyewe blaza anakubali. Na mtoa ni shy. Daily nikicheza na sparring yani mpaka akakubali kweli mdogo wangu bwana unafaa kunitwin ya kweli. Tonkana mtraining blaza. Kwa hiyo kipindi tunaishi mazingira yale. Na ujue sehemu ukianza kwenda unaonekana kwanza watu wanakuletea dharau kwa sababu hawajui utani wako. Ila pale Ubungo ulipofika watu wakaanza kuniletea labda dharau. Nakumbuka siku ya kwanza mtu alionipa visa pale kuna mwamba alikuwa anaitwa Jimmy Bagio.
Yule Jimmy Bagio ndo alikuwa mbabe wao pale stand. Kuna kijiwe Samli, afu kuna Mtipesa. Afu kuna Ustabei, hivyo vijiwe viko vitatu. Ubungo sasa ndani pa. Maana alikuwa sina uzoefu sana hapo, na wiki tu. Kikaja kigali kidogodogo kama kile pale kile. Kikaja na abiria kama 7, wale abiria walikuwa wanaenda Arusha. Maana pale kipindi hiyo ukimkamata abiria wa Arusha au wa Mwanza ni bonge la dili blaza. Yaani abiria mmoja cha juu chake ni hela nyingi. Unajua? Yaani abiria ambao wanafunguka Arusha, Mwanza, Bukoba, Kigoma. Yaani abiria ambao wa hela. Hasa wakiwa wanatoka Zenji. Hawajui yani. Kwao unapiga dongo lolote unaojua wewe. Kwa hiyo abiria nikawakamata 7. Kwa hiyo nilipowakamata wale abiria, nikawa mimi sina ujanja kwa twini vivili watoe hela. Nikageuka nikamwona Jimmy. Nikabaona blaza samani njoo bro. Blaza kweli samani. Vipi naambia kazi tu. Cha juu hicho. Yaani hiyo kazi ni ya kwangu mimi, muhusu mtu. Kwa hiyo nilipofika pale yule blaza sasa tushafanya kazi kwenye kugawana hela. Blaza nikashangaa nipa shilingi 10,000. Kwa baada ya kunipa 10,000 basi kutokana yule blaza wangu alisema sitaki mtu wote ajue kama wewe ni ndugu yangu. Umeona? Basi mimi sijataka pupa, nikaongea naye blaza, nikamwambia bwana blaza Jimmy, hii kazi ya kwangu, mimi ndo nimekuita kwenye kazi na mimi ndo nimeseti kazi kila kitu, sema kwa sababu sina introduction na sina mazoea hii ya makazi, bado mgeni na wiki. Ndio maana nikakuita blaza. Sasa mbona unataka kunibadilika, kunifanya mimi labda kama boya mjinga au kama labda siwi vipi? Mimi nishakwambia bwana mdogo wangu, mimi sijakuja kumtafutia mtu hela. Si una nini? Sasa sikia mtu kama vipi unaona hiyo ndogo lete nikuongeze. Umeelewa? Nikamwambia nikupe uniongeze. Nikamrudishia 10,000 yani ongeze. Basi alichokifanya blaza akachanganya ile hela nyingine akatia mfukoni. Alivotia mfukoni mimi nikaondoka, nikamfuata blaza zangu kwenda kumwambia. Ambaye yule kananiambia mtu asijue kama mimi ndugu yako. Nichukulie hatuani kiulizo mtambie rafiki yangu. Basi ngabona bro tuko wenyewe lakini hapo. Bwana blaza Jimmy, basi mjua Jimmy Bagio yule ni mkubwa na pia namjua. Bwana amepata kazi hapa. Cha juu 75,000. Umeona? Lakini yeye kazunguka anadai shilingi 70,000 cha juu. Ile katika 70,000 ile kanipa mimi 10,000. Mimi nimekataa nimemrudishia. Blaza akanambia nani? Nikamwambia Jimmy. Una uhakika kweli Jimmy? Nikamwambia ndio Jimmy. Hebu twende nikamuone. Kwenda kweli nikamuonyesha ngabana blaza yule pale. Kipindi hicho Jimmy nimemkuta ndo anafukuzia gari na kazi pia anaifukuzia ili simame achukue maelezo kama ni kazi akapiga hela. Kwa kufika pale blaza alivyomuona akamwambia yule kweli Jimmy. Sasa kana ndugu yangu. Kwa hiyo unaweza kuchukua hela yako? Ngambia blaza, yani ukiniruhusu mimi nachukua hela yangu. Kwa sababu yule mimi anaambia kitu. Kweli mdogo wangu? Nikamwambia yule anaambia kitu. Mimi nachukua hela yangu kweupe. Blaza jibu aloniambia blaza akaniambia kama unaweza ndugu yangu chukua hela yako. Umeelewa? Nikamwambia mimi nachukua hela yangu. Blaza akaniambia chukua hela yako. Basi kweli kufika mimi sijaongea naye sana, nimemkuta anaongea na kazi ile. Nikamstua blaza vipi? Blaza kugeuka ngaba na blaza nimekuja kuchukua hela yangu. Ile bro kutokana na kipindi kile mimi mdogo lakini niko vizuri. Sijaanza kufanya mambo ya kipumbavu, niko fresh. Basi yule blaza kwa sababu najua huyu mimi naambia kitu mwili tu au sio, nikamkaa pale mlangoni nikamzuia ni asiongee na yule abiria. Sasa ujue mpiga debe ukimzuia asiongee na abiria na pale anamzuka kufanya kazi, uaga inakuwa kama umemfanya kitu kimoja cha dharau sana. Basi pale yeye akaanza kupanic. Akanishika tai, akafanya kama kunifuta, kunisukuma hivi kunitoa. Yes ana pulingi. Basi alivyonitoa mimi kwa sababu najiamini, mimi nilivorudi mimi sijauliza. Umeona? Kweli nikapiga kati. Blaza kweli kupiga kati akaona mbona hivi ile kustuka blaza nikapiga kidevu. Uyumba kweli blaza akaona kumbe mawe. Kabidi akaya akakinga mkono tukaanza kuzipiga. Kweli nimepambana naye kwa sababu mimi najiamini kipindi hiyo niko fiti. Kweli Jimmy nimemzidi kweli. Piga misumari kweli mpaka nimemdondosha nini. Alivodondoka nikamzama nikamfokoa nini. Yaani nimemzalilisha kwa kifupi. Kwa zile kipindi namletea direction watu jua anaona. Hapo ndo watu wanajua sasa kama mimi niko vipi. Kweli nikamfokoa yule Jimmy nini fresh. Blaza kipindi hicho ile picha si anaiona. Alivonifokoa mimi blaza akanipa redoni toka zako getini anijikatae. Au sio? Kipindi hicho mgambo ndo anakuja yani kutaka kunikamata. Kwa hiyo ikabidi nijikatae. Kipindi hicho kuna hizi daladala bado hizi kubwa ni ice. Nikaingia kwenye ice, mara blaza naye akatoka, bwana blaza niko hapa. Blaza akaja tukaingia kwenye ice tukaondoka. Kwenda kuhesabu nikakuta yeye mwenyewe yule Jimmy ile hela
nimekuta iko 128,000 nakumbuka. Yaani sisahau mpaka leo. Kuna 128,000. Yaani ile hela cha juu na hela cha juu chake ya kwake. Umenelewa bwana? Na ile langu nilopata pata. Sikio likopo kama na 200,000 hivi sikosei. Umeona? Kweli blaza alifurahi kishenzi blaza yangu. Da, kumbe ndugu yangu uko hivyo. Ndugu yangu basi mwanangu hapa tena. Hapa unyonge kwisha. Ndugu yangu uko fiti kiasi hicho. Na pale kasa nishatengeneza jina kwa sababu ile Jimmy ndo mbabe wao na nimemtuliza. Kwa hiyo kasa nishatengeneza jina zuri. Basi ndo maisha yakaanzia hapo. Kweli nikifika pale heshima, kazi yangu agusi mtu. Yaani ningesema kazi yangu kaa pembeni, mtu anakaa pembeni. Napiga kazi fresh, tunapiga kazi fresh na blaza. Imeenda. Akaja blaza yetu mkubwa kutoka zake Mbwe, alitoka Bushi. Alikuja tu maana akiwa bibi mkubwa kipindi hicho, na bibi mkubwa yuko hai. Bibi mkubwa akiwa na matatizo waga anamtuma blaza, akija tunamchangia kama tuna nini, mchele kilo 25, unga kilo 25, mafuta nini. Blaza anapanda gari anarudi zake kijijini. Umeona? Sasa alivyokuja yule blaza, ndo wale rafiki zetu ndo wakajua sasa kama mimi yule ni ndugu yangu. Baada ya kuja yule blaza ndo akajua sasa kumbe huyu Juma anampigania siku zote huyu, kumbe ndugu yake. Na sisi tulikuwa tunajua kama ni nini, ndugu yake. Ila yeye alikuwa anakataa Juma. Basi watu wakajua vile, ikawa maisha yanaendelea. Mimi blaza nikapanga chumba sehemu moja inaitwa Kigogo cha wote. Umeelewa? Maana kipindi hiyo maisha yote alikuwa niko kwa blaza. Nikamwambia blaza, mimi sasa hivi nataka nitafute chumba changu kwa sababu sinapiga kazi na hela napata na hela ninayo. Basi ngoja nitafute chumba. Blaza akaniambia tafuta chumba. Nikatafuta chumba kule maeneo cha wote, nikapata chumba. Ila blaza kauli yake mbiu, aliniambia ndugu yangu, hapa mjini, umeelewa? Mimi najua unakula bange, au sio? Ufanye chochote zaidi ya bange. Ila ukitaka kuvuta bange, naomba uje, au sio? Kwangu, sasa mimi ndio kilevi changu. Tunatoka tunaenda sehemu, tunakaa tunakula bange zetu, tukimaliza tunafanya mambo yetu, unarudi zako nyumbani unatulia. Au sio? Nimekuambia mimi wewe mimi. Ukibandika mimi nabandua. Mimi nikibandika wewe unabandua. Ndio maisha yetu. Kwa hiyo ikawa tumeshikana hivyo mimi na yule blaza. Kwa hiyo ikawa ndio maisha yetu. Blaza kweli ikawa ananisimamia. Kweli hataki mimi nifanye mambo ya kipumbavu. Nikatafuta godoro, nikanunua godoro, kitanda, fresh, nikajipanga, nikawa na maisha yangu vizuri. Yaani ikawa niko fresh tu. Sasa kuna demu ambaye ndio alikuwa na mimi kitambo hiyo Tanga, sasa ndio alikuwa demu wangu. Umeelewa? Ndio yule ambaye nilikunyonyea kidogo pale. Yule ndio kwa demu wangu anaitwa Mwanamkasi. Umeelewa? Kwa hiyo kwenye kukakanga bwana blaza, unaonaje mimi na mtu wangu ambaye mtu wangu mimi ndo namkubali. Mimi nataka nimwagize aje ili tuanze maisha. Umeona? Bro akaniambia kwa sasa hivi natakiwa ukaushe kwanza. Achana mambo kama hayo. Wewe tulia kwanza, angalia maisha. Nikamsikiliza blaza. Nikakaa tunaenda maisha kule, tunafanya kazi, tunapata kule riziki, nikajipanga mageto, ikawa geto fresh, kila kitu. Au sio? Sasa nikakaa tena, nikamtokea tena blaza. Ngambona blaza, maisha ninaoishi sio mazuri. Sababu napata vishawishi vingi. Ni bora nimuite tu mwenzangu, au sio? Tukae wote, tuishi mimi na mwenzangu, sababu naona hapa sielewi. Kwa hiyo blaza yeye mwenyewe ikawa hataki mimi nianze maisha na mwanamke. Ila kwa mimi mwenyewe ikabidi nifanye mambo yale kimya kimya. Kamtumia nauli mke wangu, yule demu kweli akaja. Kuja nini nikawa mimi nakaa naye. Umeona? Ukawa tena ukai na yule blaza. Hapo sasa siko na blaza. Hapo nishapanga chumba naye Kigogo cha wote. Ndio nikaa sasa nakaa na yule demu wangu. Kwa hiyo tumekaa. Umeona, kwenye pintu tunakaa sasa na demu wangu tunaishi vizuri ni huko na huko. Nikaja nikapata hela, maana alikuwa anacheza mchezo. Nikapata hela nyingi. Na yule demu naye kwao ukatoka hela za Afrika Mashariki. Umeona? Zilivotoka hela Afrika Mashariki, au sio? Yule demu ikabidi hela akapata hela nyingi. Kwa alipopata hela nyingi yule demu akataka mimi nimuoe. Ikawa yanalazimisha nimuoe. Bwana kaonaje tufunge ndoa, au sio bwana? Kuna huku wale ndugu zangu tukaongea na ndugu zangu, au sio? Ikawa ananipinga kuhusu kufunga ndoa huku na huku. Basi tumekaa kabla tujafunga ndoa. Akaja dada yangu, alimkimbia mume wake Tanga. Mume wake naye alikuwa anadaiwa na Pride, au sio? Aliingia mkopo, mume wake dada aliingia mkopo, alivyoingia kwenye ule mkopo, au sio? Ikawa mdhamini kakaangu mimi. Ikawa mume wake sister akipata hela anampa kakaangu mimi. Kaka sasa hivi marehemu. Akimpa blaza zangu anaitwa Rajabu.
Blaza naye akawa anakula ile hela. Kwa hiyo imeenda yule dada, mume wake akaja akataifishwa chumba kizima. Alipotaifishwa chumba kizima, kipindi hicho dada na mtoto mdogo. Umeona? Wale Pride kipindi wanakuja kuchukua vitu chumbani, walimkuta mtoto kalala kwenye godoro. Umeona? Kwa hiyo akachukua vitu vyote, wakamwachia yule dada godoro tu. Yule mtoto akawa kalala. Yaani godoro ndio limebaki kwa ajili ya nani? Ya yule mtoto kwa sababu kalala. Dada ikabidi gazabu zake akakimbia kule, akaja Dar es Salaam kwangu sasa. Maana kipindi hicho uwezo sinao, sina njaa. Blaza yupo naye uko vizuri na mimi niko vizuri. Kwa hiyo dada akaja akawa anakaa kwangu. Akakaa kwangu akakaa. Sasa kipindi anakaa kwangu, yule mwanamke bado sijamuona ishi naye. Sasa mimi nikitoka kwenda kazini, yule demu asubuhi akienda zake sokoni, anaondoka na wifi yake kwenda sokoni. Sasa akishafika sokoni, anampaki wifi yake saluni, alafu yule demu anapotea ndani kama nusu saa au saa, haonekani. Alafu ndo anarudi, akirudi anampitia wifi yake pale, ndo anarudi nyumbani. Umeelewa? Kumbe demu wangu alikuwa na mtu wake, ndo huyo Mayala, anaitwa Mayala, alikuwa anasoma kitambo. Ndo mtu wake kimya sasa. Imeenda dada akaja akagundua kama wifi yangu ana mwanaume mwingine. Umeona? Kwa hiyo imeenda dada siku hiyo hajataka kuninyonyea mimi. Akaja akatengeneza mazingira na blaza zangu. Umeona? Kama bwana huo wifi ana hivi na hivi. Hajaniambia mimi, maana kaona kama aweza kaniambia akagombanisha watu. Umeelewa? Kwa mimi nikaja nikanyonyewa na blaza. Bwana udemu wako yuko hivi na hivi. Kwa hiyo bwana anaonekana kama huyu sio mwanamke sahihi. Huyu ana tamaa. Umeelewa? Kwa huyu kama vipi? Achana naye. Umeona? Sasa unajua bwana mapenzi. Kawa niko naye kimya ananiambia blaza siko naye lakini nikawa niko naye. Kwa hiyo imeenda siku blaza akaja kwenye kufuatilia akaja anganikuta naye yule mwanamke. Basi alivyonikuta naye siku hiyo mwanamke akafukuzwa na yule blaza. Alivyofukuzwa kinoma noma. Na alivyomtimua mimi nikajua blaza anitakii mabaya, ananitakia mema. Basi mimi nikakausha. Nikawa sasa naishi ghetto kimpango wangu. Sasa yule demu hayupo, kwa ikawa mimi ghetto kimpango wangu. Mimi niko zangu Chaote, Kigogo, blaza yuko zake Magomeni mtaa Kisumu. Mtaa Kisumu. Kwa hiyo tunakaa tunaishi sasa ghetto ikawa sawauni, wakija washikaji, fika bange, hivi washikaji, bange, huku tunafanya mazoezi kama kawaida. Umeona? Stand nao. Sasa imeenda stand nikaja nikakutana na rafiki yangu anaitwa Paulo Rossi. Huyo Paulo Rossi na sasa hivi naye anakunywa dawa. Paulo Rossi style yake ilikuwa ni wanawake. Hivi ninavyokuambia na Paulo Rossi sasa hivi kaumia naye vile vile anakula karanga mwitu. Paulo Rossi. Yule mwanangu alikuwa style yake maremu. Umeona? Sasa naye kipindi hiki kwa sababu yeye ndio alikuwa rafiki yangu na akantia kwenye ile starehe. Na mimi nikawa sasa starehe yangu bange wanawake. Nilivyotoka zangu TA. Sasa alikuwa nakula njunja nini? Nilivyokuja Dar es Salaam. Njunja nikawa nakula lakini nikawa sana napunguza ile mazingira. Napunguza mazingira mpaka nikaza sasa njunja nimekausha. Umeelewa? Sasa yule mshikaji wangu sometimes akikaa hivi namuona anaweza kakaa hivi akawa anatinga hivi peke yake, anatinga na anasinzia hivi. Sasa nikikaa na mwanangu mbona huyu sometimes simuelewi. Sasa Paulo vipi? Baridi mwanangu vipi? Shwari kama kawaida. Mbona unasinzia hivi? Usingizi tunajua tunaamka usiku. Na mimi najua kwa tunaamka saa 9. Tunakuja kazini. Kumbe yule mshikaji wangu anagonga, anavuta unga, ni mteja. Umeona bwana? Na yeye hapo kaingia kwenye madawa kwa sababu ya wachumba. Yaani yule jamaa alikuwa akimchukua demu wake kaenda naye magetoni au sio bwana? Yeye anavuta kete moja ya unga. Akishavuta kete moja ya unga, basi yule mwanamke blaza auaga anafanya naye mapenzi mpaka ni sometimes anamsamehe. Yaani yule demu unaweza ukamsamehe. Yaani bwana yaani yule demu anakuwa anasikia raha mpaka sasa anakuwa karaa. Umeona blaza zangu? Kwa hiyo sasa ile Paulo pale ndio ikawa anaona hapa mpango mzima. Ndio shababi yani. Umeona? Kwa hiyo ikawa ndio hivi vile vile mpaka yeye gari likawaka naye akawa sasa mteja. Akaja kaingia kwenye uteja, ikawa sasa mazingira yake mteja, ikawa sasa wanawake wenyewe tena ana mpango nao yeye na unga na yeye. Na unga na yeye. Sasa unajua ilivyoingia mambo yao sasa si vumbi la Kongo. Au sio bwana? Ukipaka vumbi la Kongo si mwanamke si unamfanyaje, umeelewa? Madonge yao nini? Yale yote mimi alikuwa sina mpango nao. Sasa mimi alikuwa anajiamini mwenyewe niko vizuri. Siku hiyo Paulo akaja akaninyonyea. Bwana pali ukitaka mwanamke uende naye sawa. Au sio bwana? Ufuta kete hii.
moja, usivute nyingi. Ukivuta kete nyingi utakuwa mteja. Vuta kete moja tu, yani ukivuta fresh, yani uwezi kuwa mteja, ila atakuwa unafuata mambo yako. Ukienda ukikutana shemeji mwenye anaukubali mziki, umeelewa? Basi alivyonidanganya vile siku hiyo nika test, ngoja nitest. Basi nilipopanda gari, au sio bwana, hapo bado alikuwa sijapata hiyo kazi ya uagent Tangara, kwamba nikipanda gari naenda zangu mpaka Mbezi, umeelewa? Maana kipindi hicho Blaza alikuwa anapiga kazi, Blaza ndio alikuwa agent wa Fresh Coach. Kwa hiyo imeendaenda mpaka Blaza naye akaniingiza kwenye kampuni yake, nikaa napiga kazi za kwenye kampuni, mimi ndo nashika chati. Kwa hiyo nikiwa nasindikiza gari naenda mpaka Mbezi, nikifika Mbezi pale nasimama. Nikishafika Mbezi pa kabla ya gari sinapakia, mimi huaga naenda nachukua kete. Umeelewa kabisa? Kimya nachukua kete kabisa, natengenezewa kila kitu, nanyonyewa kila kitu, naipigilia. Nikija napanda gari naenda mpaka Chalinze, nikitoka Chalinze nikirudi zangu sasa nyumbani, au sio bwana? Nafika zangu mtaani, namkamata nishamchukua demu wangu, nakuwa kete yangu nayo. Tukiwa tuko nyumbani, au sio bwana? Kabla ya kufanya naye mambo yale, mtu kike waga anawasha yale mambo yangu navuta. Sasa ile demu kazoea nikivuta bangi sinanuka, lakini unga unuki. Sasa ikawa nauliza, mbona bangi hii hainuki? Mimi namdanganya bangi ya South Africa hainuki, hii ukivuta tu waga haina harufu. Basi ikawa nikifanya vile, kweli siku ya kwanza nikafanya vile, kwenda kukutana kule na shemeji yako, kweli Blaza ndio vile kama alivyoniambia mwanangu, kweli sio mchezo Blaza. Nikafanya kweli ile game nimecheza vizuri Blaza, mimi sijamaliza ujue. Tukalala, asubuhi naenda kazini, mimi ndo nikamaliza. Yaani hiyo ya jana ujue, namaliza asubuhi. Umeelewa? Nikaona kweli huu ndo shababi. So unajua akili ya ujana, akili mbovu. Basi ikawa sasa ndo zangu. Kila siku ya Mungu naenda nachukua kete moja, nikija navuta kete moja, nakutana shemeji yako. Na mimi kwa sababu ndo stare yangu kila siku lazima nimpate mwanamke. Kwa hiyo ikawa kila siku ya Mungu lazima nivute. Kwa hiyo imeenda kama wiki hivi. Siku hiyo nikaa nimemiss sijafanya yale mambo. Umeona? Kuamka asubuhi najikuta kwanza niko kitandani namkaga saa 10, lakini kila ninapogeuka hivi najiona sielewi Blaza. Huku na huku sielewi mpaka saa 11. Kila ninapobingilia hivi galagala sielewi mpaka saa 12. Kila ninapobingilia hivi sielewi. Nikapiga simu kazini, bwana mimi sijielewi vizuri. Hapa hali yangu naumwa kwa kifupi. Unaumwa naumwa. Basi nikatoka zangu, mimi sitakuja kazini leo, fanyeni mambo yenu, posho wangu mimi mtanitumia. Basi nikatoka zangu pale mtaani, nikaenda zangu maskani. Kufika maskani sasa, kachukua bangi yangu kama kawaida, maana sio kwa sababu naumwa eti ndio bangi sivuti. Bangi kama kawaida. Chukua bangi yangu, natengeneza bangi yangu. Sasa ndo naongea na mshikaji wangu mmoja, alikuwa naye mteja. Tuko maskani. Mwanangu vipi papali, mbona leo hujaenda viwanja? Na bwana mimi naumwa. Unaumwa Sasa vile kipindi anaponiangalia jamaa napiga miayo. Machozi, makamasi, mafua, unajua? Nakoa hivi. Pulling sina, umeona nguvu sina. Mwamba ile hali akaniuliza, "Vipi mwanangu, mbona nikikuangalia unapiga sana miayo?" Nikamwambia mwenyewe nashangaa miayo sio ya nini? Kila muda anapiga miayo. Akaniuliza, "Bwana unagusagusa yale mambo yetu?" Nikamwambia mambo gani? Nikamwambia mambo yetu yale madawa. Navuta ushaye kuvuta unga. Nikamwambia unga kweli mimi nagusagusa. Tangia niache unga. Yaani nikamwambia na kama wiki ndio siagusa ile kitu. Lakini na kama wiki mimi nagusagusa. Ile Blaza akanambia, "Bwana inawezekana ikawa hiyo Arosto. Sema hapo si una hela?" Nikamwambia hela ninayo. Kama hela unayo basi safi. Nige 2000. Shika hii kete, maana alikuwa akishatengeneza unga wake. Wewe ni mteja. Shika hii washa. Au sio? Kama itakuwa hiyo hali itaondoka basi ujue hiyo Arosto. Kama hali haitaondoka hiyo hali basi itakuwa kweli wewe unaumwa. Akanipa kete kweli, nikawasha ile tensi. Nilivyowasha nikapiga chata kwanza, ya pili, ya tatu. Kweli Blaza ile hali imeondoka yote. Mafua yakakata. Ile homa ikapotea. Hali ile ya kuchoka ikapotea. Kila kitu kikapotea. Umeona, ikawa sasa mimi niko vizuri tu. Basi ikawa ndio hiyo. Blaza nikamwambia kwa hiyo sasa ndio nini? Akaniambia ndio Arosto. Yaani hapo wewe ushakuwa kama mteja. Ili uwe fresh ufanye mambo yako inabidi uvute.
ndio ufanye mambo yako. Nikamwambia kwa hiyo hii ni arosto kwa hiyo. Hiyo arosto ili ufanye mambo yako vizuri inabidi uvute unga. Nikamwambia basi poa, hamna noma. Kweli nilipoenda na baada ya kufanya vile kweli nilipona kabisa, nikawa niko mzima kila kitu blaza. Nikapiga mpaka simu, bwana mimi narudi nakuja kazini. Niko vizuri. Vipi naambia nakuja kazini. Kuna dawa nimekunywa nimejiona niko strong. Basi nikaenda zangu kazini fresh kila kitu. Nilipotoka kazini nikalenga tena kule. Kwa mle ndani blaza, kama utaingia na suruali yako hiyo nzuri kama hivyo, ujue kitoka blaza unatoka na chawa hata 2000 3000. Sasa siku hiyo akaja mke wake, demu wake Chidi Benz ana demu wake mteja. Si unajua? Chidi Benz. Ghafla blaza nikaja bro. Nashangaa tulieni hivyo. Tulieni hivyo. Basi tukatulia. Nikatia mkono sehemu ya haja kubwa, nikajikamua huku nakimbia, ni huku natoka. Unajua? Kweli akatoka akajaa blaza kwenye mkono hapa. Blaza siku hiyo roho iliniuma sana.